Msikilizaji na mtazamaji wa Grand FM TV, tuko katika milima ya Isigitila katika kijiji cha Tandala ambako tumepanda na kushuka katika milima hii ambako huku umetokea moto ambao umetoroka. Haijajulikana ilikuwa ni nini, lakini nimepata nafasi ya kukutana na moja ya wananchi ambaye tutazungumza naye katika eneo hili ambako tumeshuhudia moto ukiwa umeteketeza mashamba pamoja na mali za wananchi. Mzee wangu, habari za leo? Salama salama. Tafadhali tungetamani kuweza kukufahamu, naitwa nani na mkazi wapi? Mimi naitwa Timothy Zakaria Ilomo, ni mkazi wa hapa Tandala. Hebu tuambie kwa kiasi gani moto huu umekuathiri wewe? Moja ya athari ambazo nimezipata, moja nimeunguliwa miti, parachichi na sehemu ya matunda mbalimbali. Pamoja na eneo lingine ambalo nililiandaa kwa ajili ya kufyeka, tunaita kwetu migunda, tayari nalo limesha ungua. Kwa hiyo ni hasara ambazo mimi binafsi nimezipata. Lakini gharama athari nyingi ambazo nimepata wananchi hasa ni kuunguliwa misitu pamoja na matunda mbalimbali. Siwezi kutaja tunda moja moja. Matunda mbalimbali. Na labda tungetamani kuweza kufahamu kwa upande wako, nadhani hasara kiasi gani umepata? Ukipiga hesabu kwa makadirio. Kwa makadirio yangu mimi ndiyo, naweza nikasema labda nimepata hasara ya kwa maana ya fedha au ukijumlisha labda miti, ukijumlisha matunda na mashamba yameharibika. Si chini ya milioni 3 au milioni 4. Ndiyo. Na labda umejaribu kuchunguza labda chanzo ni nini cha moto huo? Sijajua, kwani mimi ulikoanzia moto sikufika huko. Kwa sababu moto wanasema umeanzia Ihobwera kule Kalasha. Bahati mbaya sana kwamba mimi kule sijafika, lakini nako miti ya watu, matunda na vyakula mbalimbali ambavyo vilikuwa bado havijavunwa mashambani, kwa mfano mahindi, njegere. Hivyo ndio ambavyo navifahamu kwa sasa. Kwa sababu sijafika kwenye eneo usiku ulikotoka moto, athari zingine ambazo wamezipata kule. Na tungetamani kuweza kufahamu, tunakumbuka serikali ya wilaya Makete ilipiga marufuku uchomaji moto ovyo. Na labda hili kuona kwamba moto umetoroka, wewe kama mwananchi unapata picha gani na unaweza kuzungumza nini kuhusiana na hili? Maana serikali waipiga marufuku vitu kama hivi. Labda mimi vibali viendelee. Vibali lakini tuwe tunakumbuka kuchukua wasaidizi ambao watakusaidia wakati wa kuchoma huo moto. Labda niseme tu kwamba ni hicho tu, kwamba wananchi wanapokwenda kuchoma moto lazima wabebe na wasaidizi baada ya kuchukua kibali. Nini pia ombi lako kwa serikali hapa tunapozingatia sasa kuna hawa ambao wanakiuka utaratibu ambao wakati mwingine serikali inaweka kwa malengo mazuri kwamba wananchi waendelee na kilimo ambacho kinaweza kawasaidia, ikiwemo cha kutumia moto kwa vibali, maana vibali vilikuwepo? Ndiyo, pamoja na kwamba vibali vilikuwepo, kama nilivyoshauri mara ya kwanza kwamba vibali viendelee kuliko nile ya kusema kwamba labda watu waache kabisa kutumia vibali. Hapo basi mioto ndio itazidi kutoroka. Kwa maana hiyo baada ya kibali, maana yake wanaweza kuwa na uhakika hata moto ulikoanzia ni wapi. Kuliko nile bila kibali, mtu anatorosha moto afa anapotea moja kwa moja, humwezi kujua ni nani aliyetorosha huo moto. Na kwa kiasi gani labda wananchi wamejitokeza kuzima moto huu ama ndio umejizimia wenyewe? Moto umeshughulikiwa kuzimwa na watu, pamoja na kwamba jua lilikuwa kali. Bahati mbaya sana kwamba jana kulikuwa na mambo mawili kwa mara moja. Kukawa na ugeni wa mbunge na diwani, pia watu wengine wakawa wako kwenye moto. Kwa hiyo ule muamko wa watu ambao wangekuwa wote pale kwenye kuzima moto, wengine wakawa kuwapokea wageni. Ndiyo. Asante sana. Huyo ni mwananchi ambaye tumepata nafasi ya kuzungumza naye kutoka katika milima hii ambayo imeteketea kwa moto, na pia umesikia akisema zaidi ya kama shilingi milioni kadhaa ambazo amezipoteza sasa kutokana na moto huu. Hii ni Grand FM TV, usiache kuendelea kufuatilia taarifa zetu mbalimbali kila siku.